Katika Biblia ambayo tunaisoma kwenye Injili ya Mathayo sura hiyo ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 8, Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Ilikuwa ni siku ya Sabato, wako njiani na njaa ikawauma sana. Njaa iliwabana na waliumia sana. Wakaanza kula masuke ya ngano, na ilikuwa ni siku ya Sabato. Sasa Mafarisayo walipoona wakasema, wanafunzi wako mbona wanafanya lisilo halali siku ya Sabato? Wanafunzi wako wanatenda mambo yasiyofaa siku ya Sabato. Yesu akasoma mioyo yao na kugundua ya kwamba ni wajinga. Mara nyingi huwa natumia neno ujinga na watu huwa hawanielewi. Ninapozungumza kwamba mjinga ni mtu ambaye anaweza kafanya kosa lolote bila kujua anafanya makosa, anaitwa mjinga. Na anaweza akaelimishwa, anaweza kafundishwa, akatambua ujinga wake, akaachana na ujinga, akawa ni mwerevu. Tofauti na mtu anaitwa mpumbavu. Mpumbavu ni mtu anayejua jambo halafu anakosa huko anajua. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti kati ya mjinga na mpumbavu. Sasa Yesu akaona, akagundua, akatambua ya kwamba mioyoni mwao wana njaa ya neno. Ni watu waliojaa mapokeo, ni watu wasiojua mustakabali wa ujuzi wa kimaandiko. Jioni hii tumekuja kufungua Sabato, lakini tunahitaji kutambua maana halisi ya Sabato. Na watu wengi wanajua kitendo cha kuwa wa Sabato, ndio wanajua wao ndio wamekwisha kufika. Wanajua wao ndio wamekwisha kuwa tayari, wamekamilika. Sivyo. Maelekezo ya Biblia sasa yanatupatia mwanga wa kuweza kutambua kwamba Mafarisayo walikuwa na wivu na Kristo. Wanafunzi wanavunja masuke, halafu wanamtuhumu, kwa nini wanafunzi wako wanafanya jambo lisilo halali siku ya Sabato? Yesu akawarudisha nyuma kwamba hamkusoma katika maandiko jinsi Daudi alivyoingia katika hekalu na kuomba mikate kwa makuhani, mikate ambayo ilikuwa ni halali kwa makuhani peke yao. Hamkusoma hiki ambacho alikifanya? Alichukua mikate akaila, akawapa na wenzake. Hamkusoma? Wakabaki midomo wazi. Sasa sikiliza, maana halisi ya Sabato ni kutufanya sisi tujue Bwana wa Sabato ni nani? Ni Yesu. Kazi za Yesu za namna gani? Nataka tujifunze. Malengo ya siku ya Sabato ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, kukumbuka uumbaji wa Mungu ni jambo la kwanza. Tunatulia kwa muumbaji. Tunaenda kwenye ibada tukiwa tumekutana na malaika watakatifu kwa ajili ya kukumbuka uumbaji wa Mungu. Wanadamu wanaungana na Mungu kukumbuka uumbaji siku ya Sabato. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wanadamu hawa wanatakiwa kuitunza Sabato, lakini ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wahitaji. Mgonjwa siku ya Sabato unatakiwa umpeleke kwenye matibabu. Mgonjwa siku ya Sabato anahitaji kupata stahiki zake kama dawa, kama chakula. Lakini siku ya Sabato, Wasabato hawatakiwi kukaa bure, wanatakiwa kuwatembelea watu siku ya Sabato, kufanya kama Yesu alivyokuwa anafanya. Mafundisho ya watu wenye njaa ya neno, watu wenye njaa ya neno wasiojua, wanaamini kwamba siku ya Sabato ni siku ya kupumzika kabisa, sio ya kuhudumia watu. Hawa ni watu wanaohitaji kuhudumiwa.
wanahitaji kusaidiwa. Hawajui maana ya neno Sabato, hawajui maana ya kupumzika. Siku ya Sabato tunatakiwa tuwatembelee watu. Baada ya ibada tutoke kwenda kuzungumza na watu. Ndiyo malengo ya Yesu, sio kukaa na kuutia porojo, maneno ya uongo, uzushi, kuteta watu na fitina na kuzungumza mambo yasiyofaa. Sio lengo la Yesu Kristo. Hili na ndilo tunalowaambia hata wafanyabiashara. Tunawaelekeza mara nyingi wafanyabiashara kwamba wale walio wa Sabato, siku ya Sabato una duka lako, wewe unauza mchele, unauza mahindi, unauza mafuta yawe ya kupikia, iwe petroli, iwe dizeli, iwe ni kitu chochote kile. Siku ya Sabato ni siku ya mapumziko. Lakini ikitokea, na wale wanaofanya kazi za bodaboda, ikitokea kuna mgonjwa ambaye ni mhitaji, anakuja kwako, anahitaji umpatie mafuta, usimuuzie, lakini umpatie mafuta kama sehemu ya huduma. Sijui kama mnanielewa. Unampatia mafuta mtu huyo ili asafiri aende anakokwenda, andikia ya kwamba umempa mhitaji. Usizuie biashara siku ya Sabato kwamba leo ni siku ya Sabato siwezi kutoa vitu. Ile ni huduma ambayo mtu anatakiwa ahudumiwe. Mtu ana njaa, anahitaji chakula, au ana wagonjwa, anatafuta chakula. Usimzuilie chakula kwa sababu wewe ni siku ya Sabato kwamba uwezi kumpa chakula. Usiuze, lakini chota chakula, mpatie mhitaji. Unajua Wasabato ni watu ambao Wasabato wa kizazi hiki wamepungukiwa. Wanajifanya ni wajuaji sana wa maandiko, lakini watu wenye njaa, ni watu wasiojua kitu chochote. Kuondoka kwenda kwenye mahospitali, kwenda kuwahudumia wagonjwa. Nenda hospitalini kawatazame wagonjwa. Una matunda, una vitu mbalimbali vilivyokuwa umeviandaa, wapelekee wagonjwa waweze kupata faraja siku ya Sabato. Wasabato wamekuwa ni watu ambao ni kama vile hawajielewi. Siku ya Sabato wanazuia mibaraka kwa watu wengine. Mtu anakuja usiku, anaomba umchotee unga, ana njaa, unasema hii ni Sabato siwezi kutoa chakula. Huu ni ujinga. Mtu anakuja, bwana mwenzako, ninaomba usafiri wako unipeleke hospitali, nataka niende hospitali. Hii ni Sabato siwezi kutoa pikipiki. Huu ni ujinga. Unaitunzaje Sabato kama unashindwa kuwahudumia watu wengine? Ngoja kwanza, unafanyeje hivyo kuwazuia watu kupokea mibaraka? Pikipiki yako asinunue mafuta hayo? Hapana. Pikipiki unayo, hakikisha unachukua pikipiki unapakia mgonjwa aende kutibiwa. Ndiyo malengo ya Yesu ya kuhudumia jamii. Unauza mafuta, iwe petroli, usiuze, mjazie mafuta aondoke, aende kahudumie tatizo. Shida ni kwamba ninyi mnakuwa mabahiri, kwamba sasa mimi siwezi kutoa kitu changu siku ya Sabato. Lakini mtu anaumwa, mpatie vitu vinavyohitajika. Mtu aweke mafuta kwenye pikipiki yake akashughulikie matatizo aliyo nayo. Siku ya Sabato kuna misiba, mmefanya ibada, nendeni kwenye misiba, mjumuike na watu wengine. Kama msiba upo jirani nawe, hudhuria msiba. Usiende ibadani, husika kwenye msiba na watu wengine wale wanaokuzunguka, waone upendo ulio nao. Sasa majumbani mwetu tumekuwa waroho, tumekuwa wachoyo, hatufuati zile njia za haki. Jioni ya leo Mungu wetu tusaidie sana. Katika Injili ya Mathayo sura ya 12 ambayo tumeisoma hapa, inaelezea juu ya kisa cha Mafarisayo walivyokuwa wanamhoji Yesu kwamba kwa nini yeye wanafunzi wake wanafanya lisilo halali siku ya Sabato. Hivi kula ni dhambi?
Kumhudumia mwenye njaa ni dhambi. Wasabato tunahitaji kuwa ni vioo kwa watu wengine, tuwasaidie wengine. Usiuze biashara yako siku ya Sabato, lakini muhitaji amekuja, anahitaji umpe sukari, una duka, mpatie sukari, usiuze. Mpatie, ahudumiwe, ni Injili. Una mahindi, ana njaa. Huyo mtu hana imani, anatafuta chakula, mpatie chakula aondoke. Unasema ni Sabato, siwezi kutoa mzigo kwenye nyumba yangu. Maskini mkubwa. Yaani huu ni umaskini na ni ujeuri mbele za mbingu, ni ujeuri. Mbona siku ya Sabato tunafanya mambo mengine wa Sabato? Mbona siku ya Sabato tunachambua mboga, tunapika? Je, roho ya unabii ndivyo inavyosema? Ndivyo inavyotuagiza kwamba siku ya Sabato tupike? Mbona tunakula nyama? Roho ya unabii inasemaje juu ya ulaji wa nyama katika kipindi hiki unaposubiri marejeo ya Mwokozi? Inasemaje? Kwa hiyo tumejenga uenda wazimu wa kuto kulitambua neno la Mungu vizuri. Tunaishi kama panzi. Kwa Sabato wa kizazi hiki ni waombe kwamba mufike mahali muwe watu wastahimilivu na watu mnaomcha Mungu. Na jioni ya leo katika somo hili ambalo nimewaelekezeni, natamani kwamba kila mmoja amche Mungu na kumtukuza, ajue maana ya Sabato, atambue maana ya Sabato. Tusiwe watu wa kubweteka tu. Naijua Sabato, siku ya Sabato watu wanakaa vijiweni tu, badala ya kwenda kushuhudia watu au kwenda kuwatazama wale ambao hawajafika kwenye ibada, wanabaki tu vijiweni, wanakaa kupiga stori, sijui nini na nini, wanaongea vitu vya ajabu ajabu. Huu ni ujinga mkubwa, hatuwezi kuendelea. Bwana wabariki sana. Kulikuwa na swali ambalo mtu alikuwa anauliza. Katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 kuanzia mstari wa 19 anasema, jihadharini nafsi zenu, msiuchukue mzigo wote siku ya Sabato, wala msiulete ndani kwa malango ya Yerusalemu. Kama mtu anafanya tu makusudi, hakuna jambo linalohusiana ugonjwa au tatizo lolote, usitoe upanga wako kwenye nyumba yako siku ya Sabato. Hata kama anakudai, usimpe siku ya Sabato, asubiri jua lizame. Tunaohudumia ni wale tu wanaoumwa peke yao na wahitaji. Mtu amesafiri, pengine anatoka anakotoka, ikatokea pengine na pikipiki imeleta shida, unakutana naye ndo anapita kwenye nyumba yako, anahitaji msaada, afungue kitu chochote, hapo unaweza ukamwazima ili afanye, aendelee na safari yake. Lakini mtu ambaye anakuzunguka katika eneo hilo, usimpe panga lako wala mundu wala kitu chochote siku ya Sabato. Lakini matendo ya rehema, kwenda kuangalia wagonjwa siku ya Sabato, una pikipiki amekugongea mlango usiku, anahitaji msaada wa kupelekwa sehemu fulani, una mafuta. Kama una mafuta, basi mpeleke. Hakuna mafuta, atafute mafuta, tumia pikipiki yako bila kulipwa, umsaidie mtu aende. Tusiuze vitu vyetu, lakini kugawa kwa watu wenye matatizo lazima tufanye hivyo. Ndiyo mipango ya Mungu kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wapo nje. Basi niombe tusimame na tuombe. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya jioni hii ya pekee ambayo imetupatia watoto wako. Katika muda na saa kama hii tunakuja kwako kwa ajili ya kufungua Sabato ya siku hii ya leo. Pamoja na uchache wetu, lakini tumeona kuna umuhimu wa kufika nyumbani mwako ili tuweze kujifunza kwako, na zaidi katika somo la jioni hii linalohusu Sabato tumeweza kugundua ya kwamba maana ya neno Sabato ni kukumbuka uumbaji wako, lakini jambo la pili ni kuwasaidia wale wanaotuzunguka wenye mahitaji maalum.
kwenye misiba kuhudhuria, lakini wagonjwa wanaohitaji tuwasaidie, mali zetu wakiwa wana shida tunahitaji tuwasaidie. Baba, tunakuhitaji, endelea kuwa pamoja nasi jioni ya leo katika ufunguzi wa Sabato. Tuongoze katika siku ya kesho ambapo watoto wako wanahitaji neema na baraka zako. Kipindi hiki mlango wa rehema unaenda kufungwa na watu wengi wala hawajui kinachoendelea, na wengi wanajichanganya na mafundisho ya uongo, wameacha neno la kweli na misimamo ya kanisa lako. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba pamoja nasi, kwani tumeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu, amen. Basi Bwana wabariki sana kwa somo hili la jioni, na niwatakie jioni njema na ibada njema ya kesho. Mbarikiwe na Bwana.